Mtume kasema wala ta'dhana fi baitihi illa biidhnihi, wala si ruhusa mwanamke amuingize kwenye nyumba ya mume wake mtu yoyote ila kwa idhini ya mume wake. Pokea wageni tu, karibu shemeji. Shemeji balaa, mashemeji ndio hatari kwa taarifa yako. Mtume kasema alisema nini shekhe? Alhamu almaut, shemeji ni kifo, anaua dakika 2. Mtume kasema mlangoni nani? Salamu alaykum, nani? Shemeji yako. Shemeji si unajua. Mtume kasema mundani aingii bila kaka yako kuwepo. Hivi ni wadogo wangapi waliogeuza kibao wakachukua mashemeji zao? Kaka yuko busy na mambo yake, shemeji wa kiume unamweka ndani. Usimweke mdogo wako ndani, sina kisokoro kwinyo. Anakaa na shemeji. Tena siku sio shemeji, shem mwisho shem kweli. Oho. Tumeelewana wazee? Mdogo wako mpangie chumba, usimweke kwako. Sikufundishi roho mbaya. Sheria ya dini haitaki mdogo wako baba mmoja mama mmoja amone mkeo eti shemeji ndo nini? Kile ni chombo cha mtu mmoja. Na ndio maana mimi nakataaga siku ya harusi wasela, tupeni mke wetu. Tupeni mke wa nani? Wangapi? Afu na unakubali tupeni mke wetu, tupeni mke wetu, tupeni mke. Unakubali? Waambie hamna adabu, mke wa mmoja tu. Alafu unakwenda chumbani kumchukua mkeo. Sasa asiingie mtu na wewe eti mnaingia eti company. Marafiki zangu bestimeni, mwambie babu unaishi hapa bestimeni. Mwanamke mwanandani kapendeza, kapakwa hina, kapakwa piko, kifua kiko wazi, anaona mate anamtoka, jamaa kaja kuchagua huyu. Wewe unaona sawa tu. Utakiwi, ndio Uislamu huo. Japo nawachekesha, lakini ndio Uislamu.